Kabla ya taarifa hizi breaking news ambazo tumezipata, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila siku, kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Tanzania sasa hivi tumeshindwa ni kipi ambacho kinaendelea. Ikulu ya Chamwino haiamini kile ambacho kinaendelea baada ya kiongozi wa CCM kufariki dunia tena. Lakini licha ya hayo, furaha za tanda Tanzania kwa hayo. Ikulu inaomboleza kifo kingine, wa Tanzania wanafurahia. Yaani tunashindwa hiki ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Sasa iko hivi. Kuna diwani ambaye alichaguliwa kupitia chama cha CCM, chama tawala, kupitia uchaguzi uliopita 29 Oktoba mwaka jana. Ameaga dunia. Huyu diwani wa CCM anaitwa Mwanaibebwe. Mwanaibebwe huyu ni diwani katika kata ile ya Songomela, manispaa ya Kahama. Amefariki dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali moja kule Dar es Salaam. Lakini kwa bahati mbaya amepoteza maisha. Kwa hivyo Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan inaomboleza kifo cha kiongozi wa CCM ambaye anaitwa Mwanaibebwe, ambaye ameaga dunia ghafla akiendelea kupokea matibabu kule Dar es Salaam. Ni pigo kubwa kwa chama cha CCM ambacho kinaongozwa na Samia Suluhu Hassan. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea sasa hivi? Watu tumeshindwa kuelewa, kwa sababu tangu Samia aingie mamlakani na kikosi chake cha madiwani na wabunge, wengi wao wameaga dunia. Wabunge ambao wameaga dunia ni wengi sasa hivi tangu mwaka jana walipojitangaza kuwa washindi, na madiwani ni wengi ambao wengine wanahusika kwa ajali. Kama sasa huyu, yeye alikuwa mgonjwa kwa muda mfupi akaaga dunia katika hospitali ya Dar es Salaam moja huko. Kuna diwani mwingine ambaye anaitwa Yusuf. Yeye alipata ajali. Mnakumbuka nilifanya hapa nikawaeleza, alipata ajali huyu diwani wa CCM akaaga dunia. Sasa ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Mbunge, wiki jana tulimuzika mbunge ambaye anaitwa Isman, mbunge William Lukufi wa eneo la Isimani aliaga dunia. Siku mbili zilizopita Yusuf Mwandami, mwenyekiti wa CCM kule Singida, alipata ajali. Alisombwa na maji akiwa na mke wake na watoto wake mtoto wake mmoja na dereva, wakaaga dunia. Sasa ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Vile mnajua, yule alikuwa wa kwanza kuaga dunia ni Jenista Muhagama, mbunge wa Benamiho, aliaga dunia. Mbunge mwingine akafuata hapo, Halima Nassar, aliaga dunia. Aliyekuwa mbunge Munde Tambwe wa CCM aliaga dunia. Balozi Timothy Pandora, mnakumbuka nikieleza hayo, aliaga dunia. Juma Changalawe, kijana wa CCM Dar es Salaam, aliaga dunia. Alexander Munumbi, muhasibu wa ofisi za msajili wa vyama vya kisiasa ambao wanataka kutesa Chadema, aliaga dunia. Julius Benedicto alipata ajali akaaga dunia. Naibu waziri katika serikali ya Samia Suluhu Hassan alipata ajali. Mazinga ombwe haya, magari ya polisi kuhusika kwa ajali, jeshi la polisi kuaga dunia, na yule ambaye alikuwa anaitwa Elia Sambola, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya, alikatakatwa kichwa. Nini hiki lakini kinaendelea katika taifa letu la Tanzania? Maombolezo kila wakati, tunaomboleza kila wakati, tunaomboleza kila wakati. Sasa imefika wakati Samia Suluhu Hassan anastahili kujiita kwa mkutano, aite kikosi chake kama baraza la mawaziri na hata wabunge, wazungumze ni kivipi vifo hivi vinaweza kufikishwa mwisho. Aamue kuvunja baraza la mawaziri, avunje bunge la kitaifa, avunje madiwani, aseme tuitishe uchaguzi mpya.
Hili ndilo suluhisho la kuliponya nchi, ili uwajibikaji, haki, demokrasia, hayo yote yaweze kuzingatiwa, kwa sababu ya watu ambao waliangamia, kwa sababu watu ambao walipoteza maisha yao kupitia maandamano yaliyofanyika siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi mwaka jana. Haya ndiyo yanasababisha watu wengi, madiwani, wabunge kuaga dunia, katika haswa wale ambao ni viongozi wa chama cha CCM hapa Tanzania. Tuliweza kulazimishiwa uongozi wa CCM. Akifanya hivyo, uchaguzi uitishwe mpya, katiba mpya ipitishwe, tume ya uchaguzi iundwe upya. Hilo ndio suluhisho la kuliponya nchi. Cha kushangaza zaidi ni kwamba Watanzania wanasherekea bana. Mliona mbunge wa Isimani William Lukuvi alipoaga dunia, watu wakasherekea, wakashikwa na furaha mbwito ambayo isiyokuwa ya kifani, hapa na pale wakikula, wakidansi, wakicheza hapa na pale, wakisema Mungu ameweza kujibu maombi. Yaani jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa kulingana na tamaduni zetu wa Tanzania hapa. Na sasa huyu diwani Mwanaibebwe wa Songomela ameaga dunia, watu wameanza kusherehekea katika mitandao ya kijamii hapa na pale kwamba Mungu amejibu maombi. Kwa hivyo haya yanaendelea, ni kuonyesha ishara kwamba wana CCM hawatakiwi, ama ni mwisho wa Samia Suluhu Hassan, ni mwisho wa chama tawala CCM, chama cha kimla, chama ambacho hakiwezi kuwa na demokrasia hapa Tanzania, kukandamiza vyama vingine vya kisiasa, kusukuma wengine gerezani, ya kina Tundu Lissu kukaa gerezani kwa mwaka mmoja sasa pasipo kuwa na makosa, ila tu kupambikiziwa kesi za mchongo kwamba ni uhaini ambao amefanya. Sasa Mungu amekinukisha mwenyewe hapa Tanzania. Humphrey Polepole alipoikosoa serikali ya Samia alipotezwa, hajulikani alipo tangu mwezi wa 10 mwaka jana hadi kufikia sasa. Sasa tafadhali, Mungu huenda ndiye anajibu haya maombi ya Watanzania, damu iliyomwagika katika mitaa mbalimbali, wakati mitandao ilizimwa, watu waliuliwa, damu ikanuka kila mahali, imeanza kuwachukua hawa viongozi. Kwa hivyo Samia anastahili kuwa makini sana kujua ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Uchaguzi mpya uitishwe, tutaliponya taifa letu la Tanzania. Tutaleta mengine kuhusiana na ripoti ya Jaji Chande ambayo ni tume ya Samia Suluhu Hassan. Hamna ripoti pale. Nitaleta hayo yote, nitawafahamisha watazamaji wa Tanzania ITV, nitawaletea hiyo ripoti kwa sababu leo imepokelewa Ikulu. Kufikia hapo nahitimisha taarifa hizi. Tukutane baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Asanteni sana.